Mimi naitwa Barnabas Okola, ni katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro, ambaye siku chache zilizopita nilikuwa nimesimamishwa kwenye nafasi yangu kwa kutoa maoni, kwa kutoa mawazo yangu na kukishauri chama changu. Nilisimamishwa nafasi yangu ya ukatibu na katibu wa kanda ya kati, lakini nikakata rufaa kwenye kamati kuu, na kimsingi ofisi ya katibu mkuu imenirejeshea nafasi yangu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru katibu mkuu kwa kuona haki inatendeka. Kama mnakumbuka, kwenye ile press nilisema mambo ya fedha yanazungumzwa hadharani, nikirejea kauli ya mwenyekiti wetu wa chama ambaye kipindi alikuwa makamu mwenyekiti, alizungumzia Mwembe Togwa baada ya issues za ufisadi na rushwa katika uchaguzi wa chama. Lakini pia aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya kaskazini ambaye sasa ni mjumbe wa kamati kuu, God bless Lema, alishawahi kuzungumza mambo ya fedha yanazungumzwa hadharani, na si kwa nia mbaya, ni kujenga ile trust, kwa sababu watu wanachangia na wanataka waone matokeo. Kwa hiyo kama kuna kweli yoyote ni lazima izungumzwe hadharani ili jambo liwe clear, lizungumzwe, liishe. Sasa kwa kusema kwamba makamu mwenyekiti achunguzwe, sidhani kama nimekosea, na bado nasisitiza sijakosea. Kamati kuu yetu haiko pamoja, na niseme tu mimi niseme mimi hizi taarifa nimepata kwa wajumbe wa kamati kuu. Sasa mpaka kitu ambacho kimejadiliwa kamati kuu kinafika mpaka kwetu, manake hakuko sawa. Kama hakuko sawa, ni lazima tushauri namna gani hichi kitu kinakaa sawa, tunasonga mbele. Pamoja na ofisi ya katibu mkuu kunirudishia nafasi yangu ya ukatibu kwa kurejea katiba yetu ya Chadema, lakini nisikitike kusema kwamba nimepata barua kutoka kwa ofisi ya katibu wa kanda ikitaka nijieleze kwa tuhuma ile ile ambayo mwanzo walishanitolea hukumu kwamba nimesimamishwa. Sasa ukiangalia taratibu, kanuni na katiba yetu, kwamba katibu wa kanda na kamati yake ya utendaji hawana mamlaka tena ya hili jambo, kwa sababu wao walishanihukumu. Ofisi ya katibu mkuu ikafuta maamuzi yao na kusema kwamba hiyo maamuzi yamefutwa kwa sababu haki ya msingi haikuwepo, kwamba sikusikilizwa. Manake sasa shauri hili wao tena wanakosa ile legitimacy, wanakosa ile haki ya kuendelea nalo, kwa sababu walishalifanyia maamuzi. Aliyeniandikia barua kunisimamisha ambaye ni katibu wa kanda ya kati ndio huyo amenipa barua nijieleze. Yaani alishanihukumu, anataka tena nijieleze. Sasa haki itatendeka. Badili yake sasa, ukiangalia mifumo yetu sisi ya katiba na kisheria, inatakiwa kamati ya utendaji ya kanda kama haijalizika na yale maamuzi yalokuja kutoka kwa ofisi ya katibu mkuu ya kunirudishia mimi ukatibu wangu, wanatakiwa ya maamuzi wakaya challenge kwa baraza kuu, kwa sababu chombo cha juu cha kamati kuu ni baraza kuu. Si wao tena wakae kwamba tayari walishanisimamisha, maamuzi yakafutwa, yamerudi kwao, wanaanza tena kuandaa shauri jipya kuja kunisikiliza. Yaani katika hali ya kawaida haki haitatendeka. Na niseme kwamba mimi kwa Chadema mpaka leo nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema wa mkoa kwa miaka 5, nimekuwa katibu wa mkoa kwa miaka 11. Nimeingia gharama kubwa sana, nimepoteza vitu vingi sana, nimepata matatizo mengi sana. Watu wa Morogoro mashahidi, na watu wengine viongozi wa kitaifa mashahidi kwa mazira ambayo yamekuwa. Sasa sitakubali uinyang'anye haki yangu kirahisi, uniondoe nafasi yangu kirahisi, uniondolee wanachama wangu kirahisi. Haitawezekana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.